Habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyojiri hii leo. Maaskofu wapatao 20 kutoka katika dayosisi zote za kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania wameeleza kusitushwa na kusikitishwa na taarifa za matukio ya uchomaji wa makanisa katika eneo la Mbagala kuanzia Ijumaa ya wiki iliyopita. Wakiongea leo jijini Dar es Salaam walipofanya ibada katika moja ya makanisa KKKT yaliyoharibiwa huko Mbagala jijini Dar es Salaam, wamesema wana majonzi kuona Tanzania ipo katika uvunjifu wa amani, kuporomoka kwa mshikamano, na kuliita swala hilo kama msiba wa Watanzania wote wenye dini na wale wasio na dini. Sisi tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuomba hekima kutoka kwa Mungu, kwa kuwa jambo hili ni jambo la kutisha, ni jambo la kusikitisha. Lakini pia litufundishe zaidi upendo hata katika ugumu huu. Na kama tulivyopokea salamu za maaskofu, sisi tutaendelea kuzizingatia, na kama tulivyosikia neno la Mungu, tutaendelea kuomba kwa ajili ya taifa letu. Sisi tulioitwa kwa njia ya nadhiri na viapo vitakatifu, tunawasihi sana waumini wa dini zetu na Watanzania kwa ujumla wenye wajibu wa kututii na wasiolazimika kututii, kuzingatia kuwa Mwenyezi Mungu analipenda taifa hili na watu wake, kamwe hawezi kuliacha liangamie. Tuendelee na kurasa. Katibu wa Jumuiya ya Kiislamu nchini Tanzania, Sheikh Ponda Isa Ponda, pamoja na wenzake 49 wamefikishwa mahakamani leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, wakikabiliwa na mashtaka 5 ikiwemo la wizi pamoja na kuchochea vurugu zinazohatarisha uvunjifu wa amani nchini Tanzania. Sheikh Ponda na wenzake wamekana mashtaka yote na wamerudishwa rumande baada ya kunyimwa dhamana hadi kesi hiyo itakapotajwa tena Novemba mosi mwaka huu, kutokana na hakimu aliyosoma kesi hiyo, Bwana Stewart Sanga, kutokuwa hakimu muhusika wa kesi hiyo. Tumalizie kurasa kwa hili. Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo kiasi kikubwa cha wananchi wake wako katika hali duni ya nishati safi na isiyokidhi mahitaji ya kila siku. Hayo yamebainishwa leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango shirikishi kati ya wawekezaji wa nishati kutoka katika kampuni ya Persistence Energy Partners ikishirikiana na Wizara ya Nishati na Madini katika kuhakikisha Watanzania wengi wanapata nishati ya kudumu na kuondokana na matumizi dhaifu ya nishati kama moja ya mikakati ya kuondokana na umasikini. Asilimia 6.6 ya wananchi wa vijijini wana huduma za nishati. Kama unavyojua nchi yetu ni kubwa, na kwa hiyo tuna kazi kubwa. Na kama serikali sisi wenyewe hatuwezi, ndio maana tunashirikiana na wadau hawa katika kupeleka juhudi za kuendeleza nishati maeneo ya vijijini ili tuongeze kile kiwango. Na kama mnavyojua mwaka huu Umoja wa Mataifa umesema ni mwaka ni sustainable energy for all. Kwa hiyo ili tufikie ile lengo lazima tushirikishe wadau, mabenki, ni waendelezaji katika kufikia malengo haya. The average rural family spends somewhere around $6 to $7 a month on kerosene. And that's an estimate that's Africa-wide. But in the communities we've worked, we've seen that to be the case. We're working with at least 2 companies now that have developed solar systems that they can install that actually cost less than $6 to $7 a month. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyojiri hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Noah Laltaika na kutakia wakati mwema.